Nimekuja kusema mimi ni mmoja wa wale ambao wameingia kwa Linda Mwananchi. Harambee! Harambee! Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, sisi tunaamini Wakenya wote ni kitu moja. Uwe Mkisii, uwe Mjaluo, uwe Mkikuyu, uwe Masai, uwe Mluya, uwe Msomali, sisi sote ni Wakenya. Hakuna mtu ana make application mahali atazaliwa. Tunajipata mahali tumezaliwa. Na ile vuguvugu imerudisha Wakenya wote pamoja, ni Linda Mwananchi. Kuanzia historia ya Kenya, miaka imepita karibu takriban 30. Hii ndio vuguvugu ambayo unapata Mkikuyu kama mimi, mtu ametoka Luo Nyanza kama babu, kijana wetu Sifuna kutoka hapa chini, wanasema kitu moja, na hiyo ni Linda Mwananchi. Hapo sawa? Ndiposa wa Kenya tunamuomba tushikilie Linda Mwananchi ambayo kazi yake ni kushikilia Wakenya. La pili, sisi tunapigania mambo matatu. La kwanza, tunataka serikali ambayo itakuja itilie maanani mambo ya manufacturing. Viwanda ndio vijana wetu wapata kazi. Kenya imekuwa ile country ambayo factories zinafunga zinaenda mahali pengine, sisi tunaendelea kuwa na umaskini. La pili, ni possible hii Kenya yetu kupatiana free secondary education. Ile kazi, ile pesa serikali inasema imefanya ni kupatia watu manyumba ya affordable housing. Kuna mtu wako na nyumba hapa ya serikali? Kuna mtu wako na affordable housing? Hiyo pesa ambayo ni takriban bilioni 100 na 120 billion, tunaomba itoke kwa housing ikuja kwa free secondary education. Si hapo sawa? Si hapo sawa? Hiyo affordable housing hapa Kisii hata haijafikisha nyumba 1000, si ndio? Na hiyo pesa inaweza lipia 2.6 million Kenyans ambao wako kwa high school tusome masomo ya bure.